بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Mheshimiwa Sheikh Musa Yusuf Kundecha, amiri wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania, Mheshimiwa Alhaji Isa Muhammad Isa Al-Mazrui, Mheshimiwa Alhaji Salum Hussein Kiza, Katibu Mkuu, Mheshimiwa Sheikh Shaaban Ibrahim, Imamu Mkuu wa Msikiti wa Ijumaa Tungi, wakuu wa shule zetu, majaji, washiriki, wanafunzi, walimu na wageni wote waalikwa kwa ujumla, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni furaha kubwa kabisa kwetu kwa mara nyingine leo kumaliza fainali ya kwanza, kama tulivyopata kufuatilia kuanzia juzuu ya 3 hadi juzuu ya 20, ikishirikisha madrasa mbalimbali kutoka ndani na nje ya Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tulipo ndipo asli ya mashindano makubwa ya Qur'ani tukufu yaliyoanza kama mchicha na sasa yamekuwa kama mbuyu kwa mapenzi ya Rahmani. Mashindano haya kama utazingatia yanaitwa mashindano makubwa zaidi, na nikisema yanaitwa, wewe ni mwanafalsafa zaidi, unajua zaidi kuliko mimi. Watu ndio walianza kuyaita, na Al-Hikma Foundation ikaona ibariki jina hilo, kwa sababu alhaqu yuqal, haki siku zote husemwa. Tanzania pekee ndiyo yenye uwezo wa kuandaa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu katika ulimwengu huu, kwa mkusanyiko ambao wewe mwenyewe umekuwa shahidi miaka nenda miaka rudi, na ni katika wageni waalikwa. Mashindano haya yalianzia humu ndani kwenye viwanja hivi, yakatoka kidogo kidogo ndani ya viwanja hivi vya shule za Al-Hikma ya ndani ya madrasa ya Al-Hikma tu. Baada ya hapo yakaanza kushirikisha mtaa, tukaenda hivyo hivyo kata, tukaenda hivyo hivyo wilaya, mkoa, hatimaye tukawa ni mashindano ya kitaifa, baadaye tukawa ni mashindano ya Afrika Mashariki, na baadaye tukawa ni mashindano ya Afrika. Sasa ni mashindano ya mabara yote ulimwenguni, na kwa Kiarabu kama unavyoona huitwa musabaqatu qadhati alalami alkubra lilqurani alkarim, ikiwa ina maana ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Ni jina tu, na majina hayo yapo hata baraza lako linaitwa baraza kuu.
baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu, lakini Al-Hikma sio baraza kuu. Kwa hiyo utaona ni Al-Hikma Foundation. Kwa hiyo baraza kuu ni kubwa zaidi kuliko taasisi zote na foundation zote, na hivi ndivyo ilivyo hata upande wa mitume. Utasikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameambiwa mwishoni mwa suratu Al-Ahqaf, wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Na hawa ulul azmi ni top 5 ya mitume na manabii, wakubwa kuliko wengine, waliopitia mengi kuliko wengine, na wenye daraja mbele ya Allah kuliko wengine. Wanawachuoni wanatuambia wa kwanza ni Nuh, na wa pili ni Ibrahim, na wa tatu ni Musa, na wa nne ni Isa, na wa tano ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kusema hayo, ni kufahamisha ya kuwa yale yanayofanyika uwanjani ni juzuu 30 tu ya mabara yote ulimwenguni, lakini hawa wenye levo za chini, kwa sababu Al-Hikma Foundation yake ni Qur'ani. Msingi wa taasisi hii ni Qur'ani. Cha kwanza kuanza ni madrasa ya kuhifadhisha Qur'ani. Madrasa ile ikageuka ikawa, kwa sababu madarasa yanakuwa matupu, jioni ndo wanakuja wanafunzi. Baadaye wazazi wakashauri, kwa nini tusianzishe primary? Tumeenda sasa, alhamdulillah, tuna nasar na daycare, tuna primary school ambapo ndo hapa tulipo, tuna girls na tuna boys, na tuna mahad ambayo ni mustaqil ya ulum shar'iyya, pamoja na vitengo mbalimbali na idara mbalimbali kama vile idara ya misikiti, idara ya da'wa, idara ya madrasa za kuhifadhisha Qur'an zaidi ya 15, lakini pia idara ya tahfidh, idara ya mashindano ya Qur'an, idara ya mayatima na kadhalika. Baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima na taadhima, kwanza nitangulize shukrani za dhati kwako kwa kutuitikia. Mimi najua wewe ni mtu ambaye unahitajika na watu mbalimbali na unaalikwa pahala mbalimbali. Kutuitikia leo ni faraja kubwa sana kwetu. Nilipata kumsikia aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Mheshimiwa Omo, akitamka maneno ambayo nimeyahifadhi kama suratul Fatiha, kwa sababu nimeyapenda, na kanuni husema mwanadamu huhifadhi kila anachokipenda. Anasema hakuna jambo ambalo mwanadamu akikuthamini, hakuna jambo ambalo mwanadamu atakupa katika maisha yake kama wakati wake. Yaani mwanadamu akikuthamini, kitu bora zaidi ambacho yuko tayari kukitoa kwako kwa sababu kakuthamini, atakupa wakati wake, kwa sababu wakati ni mali. Na mtu anaweza katoa mali, anaweza kutoa pesa, anaweza kutoa zawadi, lakini wakati ukawa ni mgumu kutoa. Umetoa wakati wako, na kamati yangu mwaka huu imeona tunamhitaji amiri mkuu wa baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu Tanzania, miongoni mwa mabaraza makubwa kabisa katika nchi yetu. Na Al-Hikma Foundation inaikubali baraza kuu la jumuiya na taasisi za Kiislamu, na wewe ni shahidi namna tunavyoshirikiana, namna ambavyo tunavyokubana kila wakati kukuomba, kukualika katika shughuli zetu mbalimbali. Hili likijulisha jambo linajulisha tunaikubali baraza, tunakukubali wewe, na ndio maana tunaleta mialiko mara kwa mara kwenu. Baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe mgeni wetu rasmi ili upate kuzungumza na hadhira ambayo iko mbele yako. Karibu sana, faltatafaddal mashkuran maajura, Sheikh Musa Yusuf Kundecha, amiri mkuu wa baraza kuu
la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Karibu Maulana.